Mwanamke alikuwa akizikwa akiwa hai katika nchi ya China, na hii mpaka leo inafanyika haya. Mwanamke anazikwa akiwa hai. Katika nchi ya India, mwanamke akipata ujauzito, akipata mimba, ikijulikana kwamba hii mimba ni mtoto wa kike, basi inatolewa ile mimba. Maana yake mtoto wa kike ataleta aibu katika dunia hii, hafai kuishi. Na wanasema kwamba mwanamke ni sheitan alomtoa Adam peponi. Katika nchi ya Roma walimdhalilisha mwanamke kiasi kikubwa sana, kiasi ambacho mwanamke anaruhusiwa kuzini na wanaume wengi, na kila mwanamke akizini na wanaume wengi ndo sifa yake inakuwa kubwa katika nchi ya Roma. Kisha anapata ujauzito, mfalme wa nchi anawaamrisha wale wanaume wote ambao walizini naye huyu mwanamke, na lao unajitokeza kama wewe ni mmoja wao, ni fahari katika ulimwengu wakati huo. Basi wanapanga line, alafu ule mwanamke anaambiwa, sasa katika hawa wanaume wote waliozini nao, hebu mchague nani ambaye ni baba ya mtoto wa mimba ulioibeba. Hii ndo hali ambaye mwanamke alikuwa amefikia ulimwenguni. Katika nchi ya India, mwanamke anachomwa na mume wake. Mume anafariki, mke yuko hai, mke wake anachomwa naye, ili hali ya kuwa mwanamke huyu yuko hai. Yani hastahiki maisha, hastahiki uhai. Waarabu katika jahilia walikuwa wanamzika mtoto wa kike akiwa hai. Mtoto wa kike anapozaliwa wanaona kwamba ni aibu, ataleta aibu katika mshtama. Ndio unaona mwanamume anapostarehe na mke wake akapata ujauzito katika jahilia, katika nchi za Kiarabu, siku ya ule mwanamke kujifungua, mwanamume anasimama mlangoni, akipewa habari kwamba alozaliwa ni mtoto wa kike, anampa amri mke wake ambebe ule mtoto, amfate nyuma, anakwenda naye kwenye jangwa, sehemu ambayo hakuna watu, anachimba shimo, alafu anamwambia ule mwanamke, mweke huyu mtoto ubavu wa ile shimo. Mwanamume anakuja, anaipiga teke, mtoto akiwa hai, anamzika mzima mzima. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauliza, wa idhal mauudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Hao watu wa kike wadogo watakapoulizwa siku ya Kiyama, ni kwa dhambi gani ambayo mulifanya nyinyi hata mkapata kuuawa? Na hapa wanasema mufassirin, si kwamba anaulizwa ule mtoto, huyu mtoto anajua nini? Maskini hajui chochote. Wanaulizwa ni wale ambao walimfanyia huyu mtoto unyama ya kumzika akiwa hai. Mwanamke kwa kweli alidhalilika katika dunia hii, alikuwa hana haki, hana sauti, haruhusiwi, hana haki ya kuishi, hana haki ya kuzungumza, hana haki ya kushauriwa, hana haki ya starehe duniani. Alikuwa ni chombo cha kutumiwa tu, yani cha kutumiwa kukidhi naye haja za watu. Katika nchi za Europa na Amerika mpaka leo, mwanamume ikiwa anadaiwa na anashindwa kulipa deni, anamtumia mke wake alipe deni. Maana yake mwili wa mwanamke wake unatumika kulipa deni ya pesa ambazo mume wake anadaiwa. Hizi ndo hali ambapo ulimwengu ulifika katika kumdhalilisha mwanamke katika dunia hii, na Uislamu ndo ulikuja kumwokoa mwanamke na ukamkomboa. Hasa mwanamke ni nguzo katika Uislamu. Bila mwanamke mambo mengi haitokuwa mahali pake, na hata mwanamume hawezi kuwa mwanamume ikiwa hana mke, na imani yake pia haitokamilika ikiwa hana mke. Mtume sallallahu anasema kwamba idha tazawaja al-abd faqad kamula nisfu dinihi falyattaqillaha fi nisfu al-akhar. Mwanamume anapooa basi ameitimiza nusu ya dini yake. Maana yake mwanamume huyu hawezi kukamilika bila mwanamke. Kwa hivyo falyattaqillaha fi nisfu al-akhar, basi muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nusu nyingine iliyobakia. Nusu moja ya imani ni mtu kuoa mwanamke, nusu nyingine ndo kufanya ibada zingine, kuswali, kufunga Ramadhani, kwenda hija, kusoma Qur'ani, kutoa sadaka, kutoa zaka na mengineyo yote haya. Ndio Mtume SAW akatoa mwongozo ili wanawake waheshimike katika dunia hii, si watu wa kudharauliwa, na mwanamke akawekwa nafasi ya juu katika hii dini. Mtume Muhammad SAW akasema, inna nisa
shaqaiqur rijal, wanawake ni sawasawa na wanaume katika thawabu na madhambi. Si kwamba mwanamke akifanya dhambi yake inakuwa ni kubwa, ya mwanamume inakuwa ndogo. Si kwamba mwanamume akifanya jambo la ibada yake yeye ni kubwa mbele ya Mungu kuliko ya mwanamke, hapana. Bali wakati mwingine mwanamke anaweza akafanya ibada sawasawa na akakhalisisha thawabu yake mbele ya Mungu ikawa kubwa kuliko ya mwanamume. Thawabu yake mbele ya Mungu ikawa ni kubwa kuliko mwanamume. Na katika sheria haki zinabaki sambamba. Haki ambayo atapewa mwanamume ndio mwanamke pia atapewa. Si kwamba kuna dhulma ambayo inaifanyika wala thawabu zaidi. Ndio Mtume akasema istausu bin nisa'i khaira, na wausieni watendeeni wema wanawake. Mtume anatuhimiza tuwatendee wema wanawake. Na huyu mwanamke ni kiumbe wa ajabu, kiumbe wa kipekee. Ndio unaona mwanamume kabla ya kwenda kuoa anatakana amsomee huyu kiumbe mwanamke ni kiumbe aina gani huyu, ni nani huyu. Asipomsomea akapata kumjua ni nani huyu mwanamke, basi hawezi kuishi naye. Na lau atamsomea na akamfahamu na akamjua, hakuna nyumba na maisha ambayo yatakuwa mazuri kama hayo, hakuna. Lakini kwa sababu leo wanaume wengi wameshindwa kuwafahamu wanawake, ile maumbile yao namna walivyo na hali yao ya kufikiri na maumbile yao vile ilivyo, wameshindwa kuishi naye. Hata hawa ambao si Waislamu wanawaua wanawake, wanawatesa, wanawafanyia kila aina mabaya, lakini Muislamu hawezi kufanya hivyo. Ndio upate kujua huyu mwanamke anakuwa hali gani wakati gani, akili yake inakuwaje wakati gani, upate kumfahamu. Akiwa katika hedhi yake kuna baadhi ya viini inakwenda mbio ya ajabu, lazima ujue wakati huo anaweza kazungumza chochote mbele yako, upate kumfahamu ni nani huyu na ni wakati gani anaongea nini. Akiwa mjamzito ndo kabisa akili yake inageuka juu chini. Kubeba kiumbe ndani ya mwili si jambo la mchezo, hilo ni kitu kizito. Ndio wakati mwingine inawachanganya wanawake wengi. Sasa mpaka umfahamu huyu na uweze kuishi naye kwa wema. Ndio Mtume akasema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa mke wake, na mimi Mtume ni mbora kwa wake zangu kuliko nyinyi. Ndio sisi hapa inatakana tuchukue mafunzo ya kuishi na wake zetu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndio mwalimu wetu, huyu ndio kiigizo chetu, huyu ndio mfano wetu alivyokuwa anaishi na wake zake, akiamiliana na wao, akicheka na wao, akizungumza na wao, akiwashauri, akistarehe na wao, akikula nao katika sinia moja, akicheka na wao, akizungumza nao, akiwapatia nafasi ya kuwasikiza. Hivi ndio ambavyo Muislamu anatakana aishi nao. Kwa hivyo Uislamu ndio ambaye ilikuja kumkomboa mwanamke na ikamtoa katika hali ngumu sana ambaye alikuwa ndani yake. Mimi naelezea haya ndugu Muislamu kwa kuwa kuna sehemu ambayo tunaelekea sisi, na tutakuja kuelezeni huko mbele kwa nini tuyazungumzie haya mwanzo. Uislamu ndio ambaye ulikuja kumkomboa mwanamke, na ni kwa nini leo wanawake wengi wanaidhalilisha Uislamu. Na kama si Uislamu, leo wanawake wengi wangekuwa bado wanadhalilika. Lakini hawa leo wengi wao hawana shukurani, wamesahau mahali Uislamu imewatoa wao. Wanakuja kufanya baadhi ya mambo kwa sababu watu wanafanya. Mimi pia nilikuta watu wanafanya, wala hamjali Mungu wake tena, wala hajali sheria ya dini, wala hajali kwamba hapa kuna kumkosea muumba wetu ambaye ndo ameturekebishia hali yetu. Tulikuwa hali mbaya sana ambapo haisemeki. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa hali hii anawaambia wanaume, ittaqullaha fin nisa, muogopeni Mwenyezi Mungu juu ya hawa wanawake hawa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kuhusiana hawa wanawake, kwani nyinyi mumewachukua hawa wanawake kwa kuwa ni amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwanamume alipokuwa naozwa msikitini ya fulani bin fulani na kuoza fulani binti fulani, kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu kushikamana kwa wema, na kama kuachana kwa wema, kwa mahari yake pesa kadhaa.
Mwanamume akajibu akasema, nimekubali kumuoa fulani binti fulani kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu, kushikamana kwa wema na kama kuachana kwa wema, kwa mahari yake pesa kadha. Maana yake sasa hapa anakabidhiwa amana, ameshikwa mkono ima na wali au na mzazi wa ule mtoto wa kike, na kukabidhi binti yangu. Jamani, ndio Mtume anasema, fa innakum akhadtumuhunna bi amanati llah, hakika nyinyi mmewachukua hawa wanawake kwa kuwa ni amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kitu amana umepewa na mtu, si kitu ambayo utaichezea, si kitu ambayo utaiumiza, utaipiga, utaidharau, utaiacha mbele ya watu iadhirike. Hapana, ni amana hiyo. Wastahlaltum furujahun bikalimati llah, na mkahalalishiwa sehemu zao nyeti ya mwili kwa maneno machache kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi ndoa Mungu ameifanya ikawa nyepesi sana. Kwa kweli tumesahilishiwa. Baadhi ya viumbe wamefanywa uzito. Wanyama hawezi kupata kitendo cha ndoa mpaka mwanzo wapigane. Atakayeshinda ndo ambaye atapewa haki ya kitendo hicho, na saa nyingine wanamuua mwenzie ama wanadhuriana. Lakini sisi tumeletewa mpaka juu ya meza, wastahlaltum furujahun bikalimati llah, maneno machache tu yanahalalisha sehemu yao nyeti ya mwili. Wanawake kwa kweli ni chombo cha thamani katika hii dini. Bila wao ulimwengu haiwezi kuwa ulimwengu. Na pamoja na matatizo yote ambayo wanawake wako nayo, wanawake wana matatizo mengi sana, lakini ndoa haiwezi kuwa ndoa bila mwanamke. Pamoja na matatizo mengi ambayo wanawake wako naye, mwanamume hawezi kuwa mwanamume bila mwanamke. Na wanaume wote ambao walifaulu kule nyuma, toka maswahaba ridwanullah alaihim na tabi'in na tabi'in, walikuwepo na wanawake nyuma yao, wakaimizana katika mambo ya kheri na mpaka mwisho wakaipata daraja ya juu. Na hivyo hivyo wanawake wote ambao walifaulu kule nyuma walikuwepo na wanaume nyuma yao, wakaimizana katika mambo ya kheri na mwisho wake wakapata daraja ya juu. Kwa hivyo kwa kweli Uislamu ndio ambaye umekuja kumkomboa mwanamke na ikaweza kumuhifadhi na ikamtoa kwenye shimo hatari ambayo alikuwa ndani yake. Wao leo wanazungumzia kuhusiana na siku ya mwanamke duniani, na wao ndio wa mwanzo ambao wanamdhalilisha mwanamke, wanamtoa nje uchi, wanamfedhehesha, wanamwaibisha, wanaitumia mwili wake kama ni chombo cha kutangazia bidhaa. Ukitaka kuuza kitu chochote, tumia mwili wa mwanamke, iweke mbele ya watu, hiyo bidhaa itauzika mara moja. Mpaka unashangaa wana advertise, wanatangaza matangazo ya biashara ya kuuza rangi ya viatu, wanaweka uchi ya mwanamke pale. Sasa unashangaa uchi ya mwanamke inahusiana vipi na rangi ya viatu? Maana yake yote ni kumdhalilisha. Wao wanazungumzia kuhusiana na haki ya mwanamke, haki ya mwanamke, haki ya mwanamke, na wao ndo wa mwanzo kuzivunja haki zake na kumdhalilisha mwanamke kama huyu. Mwanamke katika Uislamu ameheshimika akiwa bado ni mdogo sana, bado ndo ameanza kuzaliwa, amepewa heshima yote. Anapokuwa mwanamwali amepewa heshima zote, akiwa ni mke wa mtu amepewa heshima yote, akiwa ni mama amepewa heshima zote, akiwa ni nyanya. Hakuna sehemu ambayo ya kumdhalilisha mwanamke katika umri wake au sehemu yake. Mtume anasema, man ala jariyataini hatta tablugha dakhaltu jannata ana wa huwa kahatain. Mtu yoyote ambaye atakayewalea watoto wawili wa kike, yeyote ambaye atakayewalea watoto wawili wa kike mpaka wakafika umri wa kubaleghe, akawaoza, akawalea vizuri, akawaoza kwa wanaume ambaye ni wema, Mtume anasema dakhaltu jannata ana wa huwa kahatain, mimi na yeye huyu mzazi, awe ni mama awe ni baba, nitaingia naye mimi Mtume na huyu mzazi peponi tukiwa hivi. Mtume akaashiria kwa vidole vyake viwili. Ndio leo kuna baadhi ya wanaume wanawadhalisha wanawake zao. Amezaa mtoto wa kiume, mtoto wa kike wa kiume wa kike wa kwanza,
akazaa wa pili. Alipopata mimba ya tatu, anamwambia bwana, ikiwa safari hii pia utazaa mtoto wa kike, basi tafuta mahali pa kwenda, mimi naona sitoishi na wewe tena. Kana kwamba mwanamke ndo ambaye anayesababisha mimba, kana kwamba yeye ndo ambaye anayeumba. Kumbe hajui huyu baba kwamba mtoto wa kike ni baraka ndani ya nyumba. Kwa wale ambao wana watoto wa kike wanayajua haya. Watu wa kiume wana kheri zao, lakini takwimu zinaonesha watu wa kiume wengi wamekuwa ni mtihani kwa wazazi wao, na mtoto wa kike hawezi kuwatupa wazazi wake. Paka anapokuwa katika utu uzima, yuko tayari kuifilisi mali yake, kuacha raha yake, kupoteza usingizi wake kwa ajili ya wazazi wake waweze kuishi katika maisha mazuri. Ndio unaona zamani mtu akizaa mtoto wa kike, paka leo kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu ameitaja hii ndani ya Qur'an, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Yani mmoja wao anapopewa habari, una habari bwana, mwanamume huyu mke wako amejifungua mtoto wa kike, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Akipewa habari hizi anakunja uso wake mpaka inakuwa nyeusi, anahuzunika kweli kweli. Yatawara min alqaum, anajificha watu wasimuone. Maana yake asije akakutana na mtu akamwambia bwana, Allah ibariki bwana, nasikia mke wako amejifungua mtoto wa kike. Hataki hata habari hizo. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Sasa hajui amfanye nini huyu mtoto wa kike, aendelee kuishi naye na udhalili wote. Mtu kuwa na mtoto wa kike ni aibu kwake yeye, au amtumbukize kwenye shimo ndani ya mchanga, hajui afanye nini yani. Na hii ndio hali iliyokuwepo. Ndio unaona Qur'ani na Uislamu kwa ujumla ikaja ikamkomboa mwanamke katika hali nyingi sana. Ndani ya Qur'ani kuna sura nzima inaitwa surati Nisa, sura ya wanawake. Ndani ya Qur'ani hakuna surati Rijal, hakuna. Kwa maana Uislamu imekuja kujali haki za mwanamke. Ndani ya Qur'ani kuna surati Maryam, ndio mwanamke wa pekee aliyotajwa ndani ya Qur'an kwa jina. Hakuna mwanamke aliyotajwa kwa jina ndani ya Qur'ani isipokuwa Maryam, kwa sababu imepita kadhia nzito sana juu ya maisha ya mwanamke huyu. Akadaiwa kwamba amezaa mtoto wa Mungu, wengine wakasema amemzaa Mungu. Ndio Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakasirika na akawakemea wale ambao wanaosema haya. Waqalu ittakhadha arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha waladan in kullu man fi as-samawati wal-ard illa ati ar-rahmani 'abda. Mwenyezi Mungu hana haja ya mtoto bwana. Hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu atakuja kuwa mzee atafute mtu wa kumuonesha njia, atakuja kupofuka macho hajui kutembea tena amtafute mtu wa kumshika mkono, atakuja kufariki apate mtu wa kurithi mali yake. Mungu ni mkwasi. Hizi udhaifu wa viumbe Mungu hana. Sasa hana haja ya mtoto. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan in kullu man fi as-samawati wal ard illa ati ar-rahmani 'abda. Vyote vilivyo katika mbingu na ardhi vitakuja siku ya kiyama vikiwa ni waja wa Mungu. Hakuna kwamba huyu mtoto wa Mungu ama huyu ni mkaribu wa Mungu jamaa yake, hakuna hiyo. Wote ni viumbe vya Mungu. Ndani ya Qur'ani kuna surati Talaq, na hii sura imeletwa hasa kwa ajili ya kuja kuchunga haki ya wanawake. Ndio baadhi mufassirin kama vile Imamu Swabuni katika Safu at-Tafasir anasema hii sura ina jina nyingine. Surati Talaq
ina jina nyingine, inaitwa surati Nisai Sughra, sura ya wanawake iliyokuwa ndogo. Katika Qur'ani kuna surati Al-Mujadala. Surati Al-Mujadala hii ni sura ambayo Mwenyezi Mungu ameiteremsha, sura nzima ambayo ina aya 22 kwa ajili ya kutetea haki ya mwanamke. Wakati mwanamume alipomwambia mke wake, mimi nakuona wewe kama mimi nakuona wewe mbele yangu ni sawa na mgongo wa mama yangu. Kama ni mgongo wa mama yako, maana yake hufai kumuingia huyu. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha aya 22 kutetea haki ya mwanamke. Na katika hizi aya 22 katika surati Al-Mujadala ndo sura ya pekee katika Qur'an, katika kila aya kuna jina Allah. Hakuna sura ambaye katika kila aya kuna jina Allah ndani yake isipokuwa surati Al-Mujadala, kuonesha Mwenyezi Mungu alivyoghadhibika na kukasirika na baadhi ya watu ambao wanataka kumdhalilisha mwanamke. Akateremsha sura nzima na kila aya akaweka jina yake, kumkumbusha huyu mwanamume kwamba huyu mwanamke ni kiumbe ambaye hafai kudhalilishwa. Kwa hivyo kwa wale ambao wanawatesa wake zao na kuwadharau na kuwafanyia kila aina ya mabaya, wapate kujua kwamba wanamkosea mwanamke. Na ikiwa Mwenyezi Mungu amemheshimu mwanamke kiasi hichi, akampa daraja ya juu, wewe ni nani uje umdhalilishe mwanamke? Unamdhalilisha kiasi ambacho unamwambia, mimi nikikupa talaka wewe, nani ambaye atakuoa mwingine? Umekwisha. Wakati ulipotaka kumuoa ulisema, mimi nisipomuoa huyu mwanamke mimi sitooa maisha. Leo umeshazaa naye, amebadilisha maumbile yake, unakuja unamdharau mbele ya watu, na Mungu amempa heshima zote. Sasa wewe ni nani kumdhalilisha mwanamke katika hali kama hii? Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, haoni haya mwanamume anampiga mke wake, alafu baadaye ikifika usiku anamwambia njoo tustarehe kitandani. Hana haya. Baadhi ya wanaume wanawapiga wake zao, ukimwambia umeatoa wapi haya, anasema bana, kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema wadhribuhun, wapigeni hawa wanawake. Katika adabu ya kuwatia mojawapo ni kuwapiga. Abdullah ibn Umar anasema kumpiga mwanamke ilokusudiwa ndani ya Qur'an ni kumpiga na kijiti ya mswaki. Kijiti ya mswaki, kijiti kama hii mswaki, utamuumiza vipi? Wanazuoni wengine wanasema ni kumpiga na kitambaa kama hii, ukampiga naye, maana ataumia vipi? Sio kumtia mangumi na kumtoa damu, imekatazwa hii. Paka mtu anamtoa damu, anamngoa mume wake meno, waliyadhu billah, na mingineo ambayo wengi wanafanywa ambaye sio katika sawa. Mwanamke maskini katika Uislamu amejistiri, amejifungia ndani ya nyumba yake mwenyewe kwa khiari yake. Wakaja wakamsingizia wakasema, innal bait sijnul mar'a, nyumba ni jela ya mwanamke. Si kweli. Mwanamke mwenyewe kwa khiari yake ameamua kukaa ndani ya nyumba yake, ameamua kujistiri, akavaa jilbab, akavaa niqab, akavaa hijab ya kisheria kuchunga heshima yake. Wanasema unaona hii dini inamfunika mwanamke jamani, haimpi haki zake, inamfungia ndani ya nyumba, haimpi uhuru wake, na yeye mwenyewe yuko radhi. Maana yake wanataka kumtoa huyu mwanamke ndani ya nyumba yake, wanataka kumvua hijabu yake, wamuingize katika ulimwengu ya ukimwi na ulimwengu wa zinaa, kwa sababu wao wamedhalilika. Ndio unaona sehemu yoyote ambayo wanawake wanavaa kiheshima, wanavaa jilbab zao na hijabu yao, hakuna matatizo haya ambayo unayaona ulimwenguni leo. Wao wanadhalilika kwa sababu wamemdhalilisha mwanamke, wakamruhusu atembee uchi, ajiadhirishe, atangaze mwili wake. Alafu mwanamke wa Kiislamu akiamua kufanya mwenyewe kwa khiari yake, nani ambaye amemlazimisha mwanamke yote hapa akae ndani ya nyumba yake? Mwenyewe kwa khiari yake jamani. Na si kwamba amefungiwa mle ndani, akitaka kutoka anatoka wakati kuna dharura. Anamwambia mume wake, mimi nakwenda mahali fulani, nakwenda sokoni, nakwenda kumtembelea fulani. Hujakatazwa. Bora katika misingi ambayo dini yako imekuwekea,
kwa sababu ya kuchunga heshima yako isije ikapotea. Ndio maana akaekewa vikwazo vyote hivi mwanamke. Na mwanamke ameheshimika katika sehemu zote. Ikiwa leo wewe umeambiwa umheshimu mke wako ambaye labda si jamaa yako, si katika familia yako, ni mwanamke umempenda ukamuoa, ametoka katika familia tofauti, mazingara tofauti, wewe naye hivyo hivyo, unaambiwa ukae naye vizuri. Seuze leo atakuwa huyu ni mama yako, ni dada yako, ni shangazi yako, ni jamaa yako, ndio nitakana umwangalie uzuri zaidi vile vile. Ikiwa huyu mwanamke ni mtu wa mbali, unaambiwa ukae naye vizuri. Seuze mtu wa karibu, anafaa ukae naye vipi? Ndio nitakana ukae naye katika hali ambayo ni nzuri zaidi. Wao wanamdhalilisha mwanamke na wanadai kwamba kuna siku ya mwanamke duniani, lakini wanawake naye wana matatizo yao, wana matatizo makubwa. Lao wasipoweza kudhibitiwa na wakeekewa mwongozo, basi wao kupotea inakuwa ni rahisi. Mwenyezi Mungu ndo ambaye amekuumba wewe mwanamke na anaijua hali yako vile ilivyo. Lao angekuachia tu ufanye unavyotaka wewe na uende unavyotaka wewe na uvae unavyotaka wewe, basi utakuja kuharibikiwa. Maisha yako itakuwa juu chini na mwisho wake utapata shida. Lakini akakuwekea vidhibiti uyafate hayo. Ndio Mtume Muhammad sallam alipokwenda Isra al-Mi'raj alioneshwa pepo na akaoneshwa na moto wa Jahannam. Hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Abbas, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, qad uritu an-nara faraitu akthara ahlihinna an-nisa, nimewahi kuoneshwa moto wa Jahannam na nikawaona wengi walioko motoni ni wanawake. Kwa nini? Mtume akajibu akasema, fa innahunna yukthirna al-la'na wa yakfurna al-ashira, wanazidisha sana kulaani kila wakati. Hii ni matatizo ambayo wanawake wengi wako naye, illa man rahim Allah. Anamlaani mume wake, anamlaani mtoto wake, anawalani jamaa zake, mandugu zake. Kitu kidogo ambacho kinaweza kusuluhishwa yeye anatoa laana, na hakuna kitu cha hatari kama mtu kutoa laana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laysa almu'min bitta'anin wala al-la'anin wala al-fahish wala al-badhi. Muislamu wa kweli hatukani. Ukitaka kujijua wewe ni katika waislamu wa kweli, angalia mazungumzo yanatoka katika mdomo wako. Muislamu wa kweli kwanza hatoi matusi, mazungumzo yake si mazungumzo machafu. Ukiona mazungumzo yako ni machafu, wewe matamshi yako ni matusi, pata kujua wewe bado hujafika daraja ya imani, hujafika. Wala la'anin, na muislamu wa kweli halani. Ukimuona mtu analaani, pata kujua kwamba huyu bado imani yake iko chini sana. Anatoa laana na kutoa maneno mabaya. Anamwambia mume wake, wewe umenifanya hivi, basi leo unatoka nyumbani utagongwa na gari huko, na kuombea Mungu ugongwe na gari. Na ndo huyo tu ambaye baadaye anakuja kuomba msamaha baada ya kutoa matamshi mazito kama haya. Wewe hujui mazungumzo yako yanaweza kwenda ikamgonga mtu akagongwa na gari kule. Na ndio unaona wakati mwingine inakwenda mazungumzo haya inagonga ukuta. Laana kama hizi inamtafute ule mtu mwenye kuhusika ulipoitoa wewe, ikimkosa inakurudia wewe mwenyewe. Kwa hivyo tahadhari sana unapotoa mazungumzo kama haya na matamshi kama haya ambaye baadaye yanaweza kuja kukuletea madhara makubwa sana katika maisha yako. Laysa almu'min bitta'anin wala al-la'anin wala al-fahish wala al-badhi. Muislamu wa kweli hatoi maneno machafu wala al-badhi, maana yake anatoa maneno mabaya ambaye hata ni aibu kutaja mbele ya watu, yeye hajali wakati huo. Huyu si muislamu wa kweli. Muislamu wa kweli ukitaka kumjua ni wakati yuko ndani hasira ananyamaza, wakati kuna jambo limemuudhi ananyamaza, anamshukuru Mwenyezi Mungu ndani kwa ndani, anamdhukuru Mungu ndani kwa ndani, hazungumzi chochote.
kwa sababu sheitani anataka hapo. Wakati amekupandisha ndo anataka sasa utamke baadhi ya maneno, baadaye ije itokee baina yako wewe na mume wako matatizo makubwa sana. Wewe mwanamke ni kitu kikubwa sana, ni chombo katika hii dini na dunia kwa ujumla. Bila yeye mwanamke mambo mengi yatakuwa hayako sawa. Ndio unaona katika Uislamu imeonesha kwamba Uislamu ndio ambaye umekuja na kumweka mwanamke juu. Mwanamke wa kwanza ambaye aliosilimu, mtu wa kwanza aliosilimu ni Khadija binti Khuwailid. Ni mwanamke ndio mtu wa kwanza kusilimu. Mwanamke wa kwanza alokufa shahid, alouawa ndani ya hii dini, mtu wa kwanza kuuawa ndani ya dini ni mwanamke, Sumayya. Mwanamke wa kwanza, mtu wa kwanza aliokuwa na elimu kuliko wote ni mwanamke ambaye ni Aisha. Hakuna mtu aliohifadhi hadithi nyingi kama Abu Huraira, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Kisha anayefuata Abu Huraira ni Aisha radhiallahu anha. Alihifadhi hadithi nyingi sana, hata baada ya mtume kufariki maswahaba na tabi'in wakawa wanamfuata Aisha, wanamuuliza kuhusiana na hukumu ya jambo fulani na fulani. Maana yake wale wanaosema kwamba mwanamke haruhusiwi kusoma ndani ya hii dini, basi mtu wa kwanza aliokuwa msomi ni mwanamke, Aisha radhiallahu anha. Na alihifadhi hadithi nyingi sana ya ajabu ambaye hata wanaume wakawa wanaiga katika maisha yake. Sasa kuna mambo mengine yatakuja wakati baada ya hapa. Naona wakati umeshanikata na kuna mengi hapa nataka kuyazungumza ambaye naona nikiendelea zaidi itanipita wakati, lakini mengine labda yatakuja katika kipindi cha maswali inshallah. Fa innahunna yukthirna al-la'na wa yakfurna al-ashira. Mtume aliwaona wanawake wengi wako motoni kwa sababu wanazidisha kulaani na wanawakufurisha waume zao, hawana shukurani kwa waume zao. Mtume anasema mwanamume anamfanyia khairi nyingi mke wake, anamnunulia, anamjengea, anamlisha vizuri, anamvisha, anampa mahitaji yake, alafu siku moja anakuja anamkosea kosa moja tu. Mwanamke anamwambia mume wake, wallahi katika maisha yako mimi na wewe, maisha yangu mimi na wewe, sijawahi kuona khairi yoyote kwako wewe. Ile khairi yote anaifutilia mbali hivi hivi tu. Tumehudhuria kwenye kikao moja ya sulhu baina ya mtu na mke wake. Mwanamke anamwambia mume wake, mume anatushtakia kwamba huyu mke hana shukurani na mambo yote ambayo mimi ninamfanyia. Anamwambia, bwana wewe unanihesabu mimi ni mwanamke, mimi si mke, mimi ni kitu umeiweka nyumbani tu hapa. Mke ni mke wa fulani bwana, anavaa dhahabu toka utosini mpaka kwenye vidole vya miguu, na kila siku anabadilisha nguo kulingana na mtindo unavyoenda. Harusi zote anakuja na nguo mpya. Huyo ndo mke. Mimi ni kitu gani mimi? Unanunulia leso hii na kitambaa moja kila mwezi, mimi si chochote mbele yako. Huyu mwanamke anamwambia mume wake, wewe unahesabu hii nyumba uliontia ndani, hii ni nyumba, hii ni kibanda tu, na ni nyumba ambaye mume wake amemnunulia kwa pesa zake, pesa za halali kabisa. Ina room 2 na sitting room. Tumekwenda kuweka kikao katika hiyo nyumba. Anamwambia hii ni kibanda hichi, nyumba ni nyumba ya fulani bwana. Kila chumba ina choo na bafu ndani, na master bedroom, chumba cha mume na mke wake, ina kitanda cha 7x7, na ndani ya bafu ukiingia kila aina ya sabuni, kila aina ya shampoo. Hiyo ndo nyumba. Mume wake anamwambia huyu mwanamke, huyo ambao unayemsema wewe huyo, hiyo nyumba amenunua na pesa za riba, na anauza drugs vile vile, anauza dawa za kulevya. Hii yangu nimekununulia na pesa za halali kabisa.
Sikiza mwanamke alivyokuwa hana shukrani. Anamwambia mume wake, wewe ukingojea vya halali utakufa maskini. Hii ndio hali ilivyofika kwa baadhi ya wanawake walivyokuwa hawana shukrani kabisa. Alafu mambo ikishakuja kuharibika, wanaanza kulaumu imetokea wapi haya, kumbe ni yeye mwenyewe ndo ambaye ameyasababisha. Wakati mwingine ataka subra kudili na baadhi ya mambo, kuamiliana na baadhi ya mambo. Si kila kitu wewe utakuwa unaongea. Wakati mwingine kuongea kwako utakuwa wewe unakosea, wewe mwenyewe hujui utakuwa unakosea. Alafu kwa nini usichukue muda? Unajua katika takwimu, baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba baadhi ya wanawake, na wengi wao hasa, wanafanya uamuzi wa haraka haraka. Ikitokea jambo hivi, hata akiambiwa na mume wake, hapo hapo anataka kutoa uamuzi, ambapo lao angelichukua muda kidogo, afikirie, atulie, amke usiku wa manane, aswali, Mungu atampa jawabu ya kutoa. Lakini unapojibu hapo kwa hapo, mara nyingi unakosea, na ndio hapa mahali wanawake wengi wanakosea. Kwa hivyo hii ni matatizo makubwa katika matatizo ambayo wanawake wengi wako naye, masala ya kutoa laana kila wakati, wanaokufurisha waume zao, hawana shukurani, na wengi wao hawajali mambo ya Mwenyezi Mungu, wanajali starehe zao, wanajali maslahi zao, na ndio unaona mambo mengi yanapata kuharibikia. Mtu anataka kufanya baadhi ya mambo kwa sababu watu anafanya kwa sababu watu wanafanya. Unajua, pateni kujua kitu kimoja ndugu Muislamu. Nafasi ya mwanamke kuingia peponi katika Uislamu ni kubwa sana kuliko mwanamume. Nafasi ya mwanamke kuingia peponi katika Uislamu ni kubwa sana kuliko nafasi ya mwanamume kuingia peponi. Mungu amewafanyieni sahali sana. Lakini kwa nini leo mnajikuta wengi motoni na nafasi yenu ya kuingia peponi ni kubwa sana? Ndio pale Mtume anasema miongoni mwa ukiangalia nafasi hizi, Mtume anasema idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila yawm alqiyamati udkhuli min ayi abwabil jannati thamaniyati shi'it. Atakaposwali mwanamke swala zake 5 na akafunga mwezi mzima wa Ramadhan na akahifadhi uchi wake. Kuhifadhi uchi wake maana yake ni kuvaa hijabu ya kisheria na kuhifadhi uchi wake asije akaenda akatumbukia kwenye zinaa, ndio kuhifadhi uchi wake. Wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake katika mambo ambayo inaambatana na sheria. Siku ya Kiyama ataambiwa, akitekeleza vitu 4 tu hizi, ataambiwa katika milango 8 ya pepo, chagua mlango ambao unaitaka wewe na uingie ndani yake. Pepo ina milango 8, utaambiwa uchague katika milango 8. Kuna jannatul firdaus, kuna jannatul ma'wa, kuna jannatul na'im, kuna jannatul adn, kuna jannatul khuld, kuna jannatul kasif, kuna darul maqam, kuna darus salam. Katika hizi 8 chagua wewe mwanamke unachotaka katika hizi basi. Lakini mwanamume hana hiyo. Sisi wanaume tumepewa majukumu makubwa sana ambaye haina mfano wake. Angalia mfano, wewe mwanamke ukiwa katika hedhi au katika nifasi, uruhusiwi kuswali, na hii swala hautolipa hata ikimalizika hedhi yako, nifasi yako, hutolipa. Lakini mwanamume hakuna siku amewekewa nafasi ya kutoswali. Lazima aswali swala zote 5 katika hali yoyote, awe mgonjwa, awe mzima, awe katika hali gani, lazima aswali. Akiweza kutawadha atatawadha, hawezi atatayammam, hawezi kutayammam atatayamamishwa, atatawadhishwa. Hawezi, lazima aswali hivyo hivyo. Hawezi kuswali kwa kusimama mwanamume, itabidi asimame kwa kukaa, aswali kwa kukaa. Hawezi kuswali kwa kukaa, ataswali kwa kulala.
hawezi kuswali kwa kulala, ataswali kwa kufumba macho na kufumbua. Hawezi kufunga macho na kufungua, ataswali kimoyo moyo. Hana sababu kabisa mwanamume ya kuacha hata swala moja, hana. Mwanamume anawajibika kuswali hata akiwa ametiwa minyororo, mfungo na minyororo miguu na mikono hivi, ataswali katika hali hiyo. Lakini mwanamke kuna kipindi amepewa usiswali jamani. Tena mwanamke hajawajibika yeye kwenda kuswali msikitini. Nafasi yake nzuri ya kuswali nyumbani kwake. Tena mwanamke akiswali katika chumba cha mume wake, Mtume anasema thawabu yake ni kubwa kuliko kuswali katika sehemu nyingine yote ya nyumba. Na ukiswali katika sehemu nyingine yote ya nyumba, ukaswali barazani, chumbani kwa watoto, uwani, thawabu yake ni kubwa we mwanamke kuswali katika sehemu hiyo kuliko kwenda kuswali msikitini. Lakini Mtume anasema la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwakataze watumwa wa Mungu ambaye ni wanawake kwenda kuswali msikitini. Ikiwa hakuna madhara, hakuna fitna, mwaruhusuni waende wakaswali msikitini. Wakienda kuswali msikitini watapata mawaidha kama haya, wataswali kwa jamaa, watapata kukutana na wenzao, watajua ulimwengu unavyokwenda, kuliko kukaa ndani ya nyumba kila wakati, maadamu haitoleta fitna. Lakini mwanamume lao yeye ni jirani wa msikiti, ni lazima aswali msikitini. Akiswali nyumbani, swala yake haitokuwa na thamani kama atakayoswali msikitini, na bado ataandikiwa dhambi. Swala yake itakubaliwa huyu mwanamume akiswali nyumbani kwake, lakini ataandikiwa dhambi. Mtu anaweza kauliza, jamani, mtu anaswali alafu anaandikiwa dhambi, inakuwaje hii? Naam, ndio Mungu alivyosema. Mwenyezi Mungu anasema fawailun lilmusallin, adhabu kali itawafika wale wenye kuswali, si yule asiyeswali. Wale wenye kuswali bado wataadhibiwa. Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wanazipuuza swala zao, wanaswali kwa namna wanavyotaka wao, kwa time wanaitaka wao. Kama unavyoona wanawake wengi wana udhaifu wa kuswali kwa wakati. Utamkuta kila siku alfajiri anaswali jua imeshatoka, adhuhuri ataswali karibu na alasiri, magharibi ataswali karibu na isha, na isha ataswali saa 6 za usiku. Yuko busy tu, na hii itawapeleka wengi motoni, kwa sababu wanapuuza amri ya Mola wao. Inapofika time ya swala, kila kitu inatakana isimame. Hata kama kuna chungu juu ya moto, ishukishe chini, nenda kaswali. Sasa hivi ni time ya Mungu wako, muumba wako, ambaye anakupatia hewa ya oxygen bure, unapumua kwa ajili yake. Sasa ndio wakati wake. Wanaswali wanavyotaka wao, wanaswali katika manyumba na msikiti iko karibu. Mwanamume haruhusiwi kuswali nyumbani kwake ila kwa sababu 4 ndio mwanamume anaweza kaswali nyumbani kwake. Sababu ya kwanza, ikiwa mwanamume huyu ni mgonjwa. Sababu ya pili, kuna maradhi ya kuenea, maradhi ya kuambukiza, maradhi ya tauni. Akitoka nje inaenezwa na upepo, anaweza kadhurika, anaweza kaambukizwa. Hapo itabidi aswali nyumbani na ataandikiwa thawabu ya kuswali msikitini. Sababu ya tatu, ikiwa mvua inanyesha, yule muadhin bali ya kusema hayya ala salah na hayya ala alfalah, anasema ala sallu fi rihal, as-salatu fi rihal, as-salatu fi rihal. Swalini katika manyumba yenu, wanaambiwa wanaume hawa mvua inaponyesha. Na sababu ya 4, ikiwa kuna hofu, unaogopa, bwana, mimi mwanamume nikitoka nyumbani wakati wa alfajiri kuna wanyama wa kutisha, kuna vijana wabaya wanaweza kaniumiza, basi pale mwanamume ataruhusiwa kuswali nyumbani kwake. Hana sababu hizi 4, akaamua kuswali nyumbani kwake, mwanamume huyu apate kujua kwamba swala yake haitokuwa na uzani kama yule ambaye anayeswali msikitini, na bado siku ya kiyama ataadhibiwa. Fawailul lilmusallin. Sasa wanawake hawalazimiki kwenda kuswali msikitini. Mwanamume asiposwali msikitini ana matatizo. Yote mmesailishiwa nyinyi. Ndio nikawaambia nafasi ya mwanamke kuingia peponi ni kubwa sana. Angalia, haki ya kuchagua mume ameachiwa mwanamke. Mwanamke huwezi kumlazimisha aolewe na mtu ambaye hamtaki.
Katika Uislamu hii haki amepewa mtoto wa kike ambaye anayeolewa, pamoja na kwamba atashauriwa na wazazi wake na watu wake wa karibu, huyu mwanamume ni kadha, mwanamume ni kadha, ana sifa kadha, ana sifa kadha, aelezwe, lakini haki inabakia juu yake. Kama vile mtoto wa kiume naye hawezi kulazimishwa kumuoa mwanamke ambaye mwenyewe hampendi. Hii ni haki yake. Ndio unaona masala ya mtu kuadhini wala kukimu hakuachiwa mwanamke, ni kazi yake mwanamume. Mwanamke haruhusiwi kuja kuadhini hapa wala kukimu hapa wala kuswalisha, kama unavyoona katika nchi ya Amerika na Canada. Sasa hivi wanawake wanaingia msikitini sehemu ya wanaume, wanaadhini wanawake hawa, wanakimu, wanaswalisha, na wanaume madayuth wanaswali nyuma yao. Namna watu walivyokosa kufahamu dini ni kitu gani hii, na italeta fitna aina gani hii. Mwanamke hawezi kusimama mbele ya watu hapa itanatoa khutba ya Ijumaa, si kazi yake hiyo. Amesailishiwa mwanamke huyu. Mwanamke hakupewa uwezo wa kutoa talaka. Maana yake nyumba itakapovunjika hakupewa nafasi hiyo mwanamke kuivunja nyumba, ameachiwa mwanamume. Talaka imo katika mikono ya mwanamume. Wewe mwanamke huwezi kumwambia mume wako mimi nimekupa talaka, haitoruhusiwa. Labda kitu ambao utakayefanya, utakwenda kwa kadhi uombe talaka yako, na mume wako ataitwa khul'a, ataambiwa bwana, mke wako anataka talaka, amesema hataki tena maisha kuishi na wewe. Akikataa kutoa, kadhi au labda ni mufti au ni shekhe mkuu atamsikiza mwanamke huyu na mwisho atampa talaka, lakini hawezi kutoa talaka, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza amemuhifadhi mwanamke huyu, amemsitiri. Lao ataachiwa yeye, nyumba nyingi zitavunjika, kwa sababu wakati mwingine akili yake si yeye. Wakati akiwa katika hedhi, yeye ni mjamzito, kuna baadhi ya viini vinakwenda mbio ya ajabu katika mwili wake, akili yake inageuka juu chini. Sasa lao ataachiwa jukumu kama hili, nyumba nyingi sana itavunjika. Ameachiwa mwanamume ndio achukue uamuzi huo. Ndio unaona mwanamke halazimiki kwenda kupigana jihad. Katika uwanja wa vita waliopewa majukumu haya ni wanaume. Wanawake ambao waliruhusiwa wakati wa Mtume ni wale wauguzi na ambao wamekwenda kupika chakula na kuwaandalia, lakini hawakuwepo katika tarehe kwamba eti wanawake wanasimamishwa mstari wa mbele waende wakapigane na wao. Hii yote Mwenyezi Mungu amewasahilishia wanawake wapate kuishi katika hali nzuri na wapate kujumuika katika hali nzuri. Mwanamke katika sheria ya Kiislamu hawezi kuwa kiongozi, si kazi yake hiyo. Na wallahi hakuna kazi iliyokuwa ngumu kama mtu kuwa kiongozi. Na Mtume akaiweka hii mzigo juu ya mabega ya wanaume, kubeba majukumu ya umma, majukumu ya watu, si kazi rahisi. Na lao wangebebeshwa wanawake hawa, mambo mengi yangevurugika. Ndio Mtume akasema kwamba lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, hawatofaulu watu ambaye kiongozi wao ni mwanamke. Idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-saa, itakapopewa wadhifa kwa watu wasostahiki basi ngojeeni kiyama. Nyinyi wanawake, hata mkiwa miongoni mwenu hapa kuna wachaji Mungu wa hali ya juu sana, hamwezi kuwa bora kuliko wanawake wa kimasahaba. Hamwezi kuwa bora kuliko Khadija, hamwezi kuwa bora kuliko Fatima, hamwezi kuwa bora kuliko Aisha, hamwezi kuwa bora kuliko Safia, hamwezi kuwa bora kuliko Ummu Salama. Na ubora wao ya hali ya juu hawajawahi kutaka kwamba sisi vile vile tuwe viongozi. Lakini mwanamke anafitinika na fitna ndogo tu, labda amepata cheo, amesoma kidogo, ana elimu, anaona sasa mimi nitaka niwatawale na watu, kumbe hajui hii majukumu, hawezi. Na ndio Mungu amemsahilishia yeye. Na ndio nikawaambieni nafasi ya mwanamke kuingia peponi ni kubwa sana kuliko mwanamume. Na ndio unaona katika haki ya urathi, angalia katika Uislamu haikuacha kitu. Mwanamke anaruhusiwa kurithi. Mwanamke anarithi akiwa mtoto mdogo, anarithi akiwa mwanamwali,
anarithi akiwa mke wa mtu, anarithi akiwa mama, anarithi akiwa dada, anarithi akiwa nyanya. Katika jamii zingine hizi wanawake hawarithi. Tumetembea katika baadhi ya vijijini, baba akifariki watoto wa kike hawana haki. Yani watu leo wameweka mila mbele kuliko dini. Katika Uislamu haiangaliwi mila kama hizi. Mila yoyote ambayo inayekwenda kinyume na dini, hiyo mila kuifuata inakuwa ni haramu. Mpaka hapa tutakomea, naambiwa wakati umekwisha, ni wakati wa adhana, lakini baada ya asri tutarudi na inshallah kuna kipindi cha maswali na kuna nukta nyingine muhimu ambayo vile vile tutakuja kuyagusia wakati huu. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nimeambiwa sasa hivi ni kipindi cha maswali, na yeyote ambaye ana maswali yake anaweza kaandika, na vile vile anaweza kauliza kwa sauti bila kulegeza sauti na kuleta fitna, anaruhusiwa kufanya hivyo. Na maswali ziko nyingi, wanasema maswali ni nyingi kwa kweli. Hapa ndugu yetu amepata 5. Sasa tuanze. Naam. Okay, andika itakuwa bora. Acha tuanze. Okay, acha tuanze moja kwa moja. Anasema assalamu alaikum. Nimeamka asubuhi nikaswali bila kupiga mswaki. Swala itaswihi? Naam, swala itaswihi, lakini utakuwa umeacha kipengele muhimu sana katika kuchunga usafi, kwa sababu Uislamu nusu yake ni usafi. Mtume anasema at-tahur shatrul iman, usafi ni nusu ya imani. Imani ni kitu ambacho kimekamilika, kiko hivi round. Sasa nusu yake ni usafi, nusu nyingine iliyobakia ndo mtu kuswali, kusoma Qur'ani, kufunga saum, kutoa sadaka, kuamrisha mema, kukataza maovu, ni nusu nyingine. Lakini nusu moja ni usafi wa mtu, na hasatan katika kupiga mswaki ni kitu muhimu sana, kwa sababu Mtume anasema laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah wa fi riwaya inda kulli wudhu. Lau kama nisingekuwa na shaka ya udhaifu wa umma wangu, ningewaamrisha wapige mswaki kila wanapokwenda kuswali, katika riwaya kila wanapotawadha. Lakini nimeona ni watu dhaifu manake. Na mswaki, ndugu Muislamu, inamfurahisha Mungu. Mtume swalla sallam anasema as-siwak matharatun lilfam wa mardhatun lirrabb. Mswaki, kupiga mswaki inasafisha mdomo na inamfurahisha Mwenyezi Mungu. Sasa kitu ambacho kinamfurahisha Mungu, wewe ufai kuiangalia kwa macho ya kawaida. Na ndio unaona harufu mbaya ambayo inayotoka katika mdomo wa binadamu, malaika wanachukia. Ikiwa umetafuna kitunguu thumu au kitunguu maji, uruhusiwi kwenda kuswali msikitini wewe mwanamume, kwa sababu malaika wanaudhika kama vile binadamu wanavyoudhika. Sasa ikiwa malaika anaudhika na binadamu pia anaudhika, vipi wewe leo unasimama mbele ya Mungu alafu unazungumza naye na harufu mbaya inatoka mdomoni mwako? Yani wanasema madaktari, harufu mbaya inayotoka katika mdomo wa binadamu inaathiri moyo. Moyo inasikitika, wanasema mpaka mwisho inasababisha maradhi ya moyo. Ndio unamkuta mtu anapokuwa hajapiga mswaki anakuwa ni mtu mvivu, hana raha, amekunjana, hana uchangamfu. Lakini akishapiga mswaki sawa, unaona amechangamka na anaanza kufanya mambo yake yanavyotakana kufanywa. Kwa hivyo mswaki ni kitu muhimu. Wewe uwezi leo kwenda kusimama mbele ya binadamu mwenzie tu, au kama ni mume wako au mke wako, hatoridhia haya. Vipi mbele ya Mungu? Unaamka tu hata ujali mambo ya mswaki, unakwenda unasimama kwenye swala na mdomo inatoa harufu mbaya. Kuna baadhi ya watu wanakuja msikitini, hasatan katika salati al-fajri,
na midomo yao inanuka. Akipiga miayo ama akisoma sura na huko anafungua midomo, unaisikia harufu yake, kuwaudhi watu. Yaifai namna hii. Je, Mungu anaudhika kiasi gani jamani? Ndio unaona hii dini haikuacha kitu. Mtume ametufundisha kila kitu, mpaka namna gani ya kupiga mswaki. Unajua kuna baadhi ya watu wanapiga mswaki, anapiga meno tu, anafanya hivi basi. Kumbe katika mdomo wa binadamu sehemu kubwa ambayo inabeba uchafu nyingi na wadudu wengi ni sehemu mbili, ni ulimi, hasatan ile nyama ya ulimi ya mwisho iliyoshikana na koo. Ndio Mtume sallam katika Sahih Muslim akiingiza mswaki wake ndani mpaka kwenye sehemu ya koo hiyo. Hata kwenye Sahih Muslim imeandikwa ile sauti ambayo Mtume alikuwa akitoa akipiga mswaki wakati wa alfajiri, akifanya kama ambaye anataka kutapika vile. Ni sunna mtu kufanya hivyo. Kwa hivyo sehemu kubwa iliyojaa uchafu na wadudu wengi ni ulimi na ile nyama ya mwisho ilishikana na ulimi, ilishikana na koo. Na sehemu nyingine katika mdomo wa binadamu iliyojaa uchafu mwingi na wadudu wengi ni sehemu ya juu, katika ufizi wa juu hapa hivyo. Ndio ona wewe unatakana baada ya kupiga mswaki, geuza mswaki wako, elekeza upande wa juu, kisha ielekeze mpaka ndani ya koo. Utatoa ute mkubwa na utahisi umepiga mswaki inavyotakana kupigwa, na mdomo wako utakaa muda mrefu bila kutoa harufu mbaya. Na wanasema mswaki uliokuwa bora mtu kutumia ni mswaki wa kijiti, ile ambaye ni mbichi, mswaki wa mzizi, sio mswaki hii ya plastiki ambayo tunatumia dawa za meno. Hii hatujakatazwa tumia, lakini wanasema dawa ya meno hizi, mfano Colgate, Close Up, Macleans na mengineo, haya hayana nguvu ya kupambana na wale wadudu ambao wamo ndani ya mdomo wa binadamu. Ndio unamkuta mtu anapiga mswaki na Macleans au na Close Up au na Colgate, baada ya masaa mawili tu mdomo wake unaanza kutoa harufu mbaya, kwa sababu wale wadudu wana nguvu kuliko dawa ya meno. Lakini mswaki wa kijiti au mswaki wa mzizi kama hii ndio Mtume alikuwa akipiga naye. Hii ukipiga na namna Mtume alivyofundisha, wanasema mdomo wako unaweza kukaa zaidi ya masaa 8 bila kutoa harufu mbaya. Kwa hivyo nitakana tuchunge sana tunapokuja msikitini wa Islam, hasatan tunakuja kusimama mbele ya Mungu, tuwe tumekuja ilhali ya kuwa tumepiga mswaki na tuwe ni watu nadhifu. Anauliza hapa kuna maswali mawili ambayo zinafanana. Anauliza je, mkojo wa ngamia sio ni najis? Na vipi kuhusu ngamia na mkojo wake? Tumeambiwa kwamba ulisema kwamba ni dawa. Unajua tulipozungumzia kuhusiana na ngamia na mkojo wake, wale ambao wanaurekodi walikatakata ile mazungumzo mengi ambayo tulizungumza kuhusiana na maziwa na mkojo wake, maziwa ya ngamia na mkojo wake, wakachukua tu sehemu ndogo kwa sababu ya kuchunga wakati, kwa sababu mara nyingine inapokuwa ile clip ni kubwa watu wanashindwa kuangalia, wanashindwa kuvumilia. Kwa hivyo wana kile wanapofanya ndogo ndio inakuwa nzuri zaidi, lakini walikata vitu vingi. Mkojo wa ngamia na maziwa ya ngamia, Mtume ametaja ndani ya hadithi katika Sahih Bukhari, ameitaja Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari. Wale masahaba walikuja kwa Mtume wakamwambia, ya Rasulullah, tumekuwa wagonjwa na sisi ni wageni, hatuna dawa. Mtume akamwambia, mnawaona wale jamaa wanachunga ngamia wale, nendeni mkanywe maziwa yake na mkojo wake. Wale mabwana wakaenda wakanywa maziwa na mkojo, wakapona. Baada ya muda wakapona. Walipopona wakaona kumbe bwana, hapa kuna biashara kubwa hapa tunaweza kufanya sisi. Sisi tunahangaika, tunapiga lami, hakuna kazi, hatuna mbele, hatuna nyuma. Wakamuua ule mwenye ngamia na wakaziteka ngamia zake zote pamoja na mke wake pia wakamchukua. Ndio baadaye ule mwanamke akajifanya, akachukua ngamia moja akatoroka akarudi kwa Mtume, ndio akamshtakia Mtume na Mtume akatoa majeshi wakaenda wakashikwa. Almuhim, hii ni hadithi ya Mtume na maneno yake. Mtume haongei kwa hawa ya nafsi yake. Ujerumani
madaktari katika nchi ya Ujerumani hivi karibuni walikwenda katika ardhi ya Saudi Arabia, wakaichukua mkojo wa ngamia wakaipeleka ndani ya maabara, na wakachukua mkojo wa ng'ombe, mkojo wa mbuzi, mkojo wa sungura. Walipopima wakapata mkojo wa ngamia haina hata mdudu mmoja. Mkojo wa viumbe wengine kama ng'ombe, kondoo, sungura na wengineo wana wadudu ndani yake. Maana yake huyu ngamia anakula miti, na hii miti ndio dawa, na siri yote iko hapo. Ndio unaona hii leo imethibitishwa kwamba mkojo wa ngamia ikichanganywa na maziwa yake ikatumika kwa muda mrefu kwa maradhi ambayo ni sugu, inatibu kabisa na mtu anapona. Mtu yote ambaye ana maradhi ya kansa, mtu yote ambaye ana maradhi ya kisukari, mtu yote ambaye ana maradhi ya moyo, mtu yote ambaye ana maradhi ya ulcers, bawasili, maradhi ya ngozi, allergy ya ngozi ambayo haiponi, akitumia kwa muda mrefu inaondoa kabisa, anapona kabisa. Na hii ni mujarrab, si kitu watu wanaongea tu hivi. Watu wengi ambao tumewahi kuwaona sisi, hasa hata katika mji wa Nairobi, kuna mzee mmoja alikuwa ni jirani yetu sisi, alikuwa hali yake taabani sana. Anakuja msikitini utafikiri ni mtu anaenda kuanguka wakati wowote tu. Akitembea kutoka hapa mpaka kwenye hii msingi hii inamchukua nusu saa. Jamaa akamchukua wakampeleka sehemu za Mandera kule kwenye ngamia huko. Alikaa miezi 6, alikuwa na kansa za tezi ya mwanamume na alikuwa na kansa ya figo. Huyu bwana baada ya miezi 6 amerudi Nairobi, sasa hivi yupo, huwezi kuamini kwamba ndio yeye. Amepona kabisa. Hata madaktari ambao walikuwa wanamtibu wenyewe wameshangaa, umefanya nini wewe? Hii ni maradhi ilikuwa huwezi kupona. Ni maradhi ilikuwa huwezi kupona. Na kuna wengine wameugua ugonjwa wa kisukari, wamekwenda wametumia maziwa ya ngamia kwa muda mrefu, miezi 4, miezi 5, wamepona kabisa. Maradhi ya ngozi ambayo ndio watu wengi wanauliza, kuna hii allergy ya ngozi ambayo mara nyingi unapokula chochote ambaye inakuletea matatizo. Kuna wengine wakila samaki inawaletea matatizo ya ngozi, kuna wengine wakila nyama, wengine wakinywa maziwa, haiwafai. Lakini kuna dawa wakipaka hivi inapotea, lakini wakitumia hizo vitu tena inarudi. Sasa kitu ambacho anafaa kufanya huyu bwana, aende sehemu kuna ngamia, anywe maziwa ya ngamia kwa mkojo wake mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni. Akishakunywa asubuhi, amechanganya maziwa na mkojo wake. Asubuhi akishakunywa, achukue lita 5 ya mkojo peke yake, lita 5 ya mkojo wa ngamia, ajimwagie mwili nzima, kisha akae na hiyo mkojo kwa mwili wake muda wa saa nzima. Unajua maziwa na mkojo wake, maradhi ya ngozi iko ndani ya tumbo. Sasa maziwa na mkojo wake inatibu ndani, na hii mkojo inatibu nje. Kwa muda wa wiki tu huyu atakuwa ashapona kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wengi wamekwenda wamefanya na wamepata nafuu kubwa sana. Kwa hivyo ni kweli mkojo wa ngamia na maziwa yake ni hadithi ya Mtume, sio kauli yangu. Na leo na madaktari wanakuja kuyaona haya. Na maziwa ya ngamia unajua haina mafuta ndani yake, hakuna siagi ya ngamia, hakuna chizi ya ngamia. Chizi ni ya ng'ombe, ya mbuzi na wengineo, kwa sababu maziwa yake ni kitu safi. Unajua hakuna mnyama ambaye Mwenyezi Mungu ametuambia tumuangalie sisi isipokuwa ngamia. Afala yandhuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, nyinyi hamuoni vile ngamia alivyoumbwa? Ngamia ni mnyama wa ajabu, tukianza kuelezea habari yake hapa hamwezi kuamini. Ndio mnyama wa pekee ambao ukimuona unamkumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, unawakumbuka maswahaba ridwanullah alaihim. Na ndio mnyama wa pekee ambaye anatembea na sehemu moja ya mkono na mguu kwa wakati mmoja. Yaani unajua wanyama wengine wakitembea, mfano mbwa au mbuzi au ng'ombe au paka, akitupa mkono wa kulia anatupa na mguu wa kushoto, anatembea hivi na mguu wa kushoto, mkono wa mguu. Lakini ngamia akitembea anatembea mkono wa kulia na mguu wa kulia unakwenda kwa sambamba kwa wakati mmoja, anakwenda hivi kwa miguu, na hii pia anapeleka hivi, zote mbili. Ina maelezo yake hii. Kwa hivyo ni kweli mkojo wa ngamia na mkojo wake, maziwa ya ngamia na mkojo wake inatibu maradhi mengi, na ni kitu cha afya ambaye Muislamu anapoitumia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjalia shifa.
Anauliza swali lingine katika hiyo, je, mkojo wa ngamia sio ni najis? Unajua sasa watu wengi washaambiwa kwamba mikojo hizi ni najis za wanyama. Kulingana na hadithi hii, wanazuoni wamepitisha kwamba mnyama yeyote ambaye anaeliwa nyama yake ni halali kula, mkojo wake na kinyesi chake sio najis. Mnyama asiyeliwa kama vile mbwa, nguruwe, punda, paka, panya, hawa mkojo wao na kinyesi chao ni najis, lakini mnyama ambaye anaeliwa sio najis. Na hii ni moja katika dalili ya kuonesha kwamba sio najis. Mtume sallam ameruhusu watu kuswali katika nyumba iliyopigwa simiti na mavi ya ng'ombe au mavi ya ngamia au mavi ya mbuzi, tukaruhusiwa kuswali ndani yake. Lao ingelikuwa ni najis, Mtume asingeturuhusu tuswali ndani yake. Kwa hivyo hiyo mkojo wa ngamia sio najis kama vile wanyama wengine ambaye ni halali kuwala. Swali nyingine, je, anauliza, je, mwanamke anaruhusiwa kufuga makucha? Mwanamke kama vile mwanamme haruhusiwi kufuga makucha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khamsun min alfitra, wa fi riwaya alfitratu khamsun, mambo matano yanahusiana na maumbile ya binadamu. Alkhitan, ya kwanza ni kutairi, na kutairi ni mwanamume na mwanamke, na mwanamke ameruhusiwa kutairi. Bora katika misingi ambayo dini yake imemwekea ni kutoa ile nyama kwenye sehemu zake za siri, ambaye Abdullah ibn Umar ameilinganisha na kichwa ya jogoo ambayo inaizuia najis katika sehemu ya siri ya mwanamke. Sio kama wanavyofanya baadhi ya watu leo katika mila zao, inaitwa FGM. FGM maana yake ni female mutilation, female, anasema FGM, female genital mutilation. Yani mwanamke anatolewa zile sehemu zake zote za matamanio ya shahwa, kisha inachimbwa shimo pale, alafu inashonwa, inaachwa ile njia ya mkojo tu. Hii imeharamishwa katika dini. Ile ruhusiwa kwa mwanamke ni kutahiri ile nyama ya juu tu, kama vile mwanamume anavyofanya. Kwa hivyo alkhitan wal istihdad. Istihdad maana yake ni kunyoa nywele sehemu za siri, kubulan wa duburan, mbele na nyuma. Hii inahusiana na maumbile ya binadamu. Yani angalia wakati wa Mtume walikuwa wakitumia mawe, ilimeitwa istihdad min alhadid. Wanachukua jiwe wanaichonga inakuwa sharp. Leo sisi tumshukuru Mungu tuko na mabluetooth naset, wao walikuwa hawana hizi. Wal istihdad wa natful ibti, Mtume anasema na kungoa nywele za makwapa. Zamani walikuwa wanangoa nywele za makwapa, hakuna kunyoa. Yani mtu anaroanisha ile nywele ya makwapa na maji, alafu anaishika na ingoa. Ndio walivyokuwa wanaishi wao zamani. Wa natful ibti wa taqlimul adhafir, wa fi riwaya adfar, na kukata makucha. Hii ni katika maumbile ya binadamu, umefahamu? Kisha waqassu sharibi, na kupunguza masharubu ya mwanamume. Kwa hivyo wewe mwanamke nitakana unyoe nywele sehemu za siri, sehemu za makwapa, ukate makucha, upige mswaki. Anas bin Malik anasema Mtume alituamrisha isipite siku 40. Hii siku 40 maana yake kuna baadhi ya watu inachukua muda kumea hizi nywele na makucha, imewekewa muda wa mwisho ni siku 40. Lakini kuna watu wanakula vitu vya nguvu, baada ya wiki tu nywele ishamea tena, makucha ishaanza kumea. Usingoje siku 40, kila ikiwa kubwa wewe kata. Si unatembea barabarani na misitu imejaa mwilini, makucha ndefu, sio sifa hiyo. Unajua wanawake wengi wanaona mtu kufuga makucha ni kustaarabika, ndio ataonekana ni mtu ameendelea, ni mtu amesoma, kumbe hajui, anajiaibisha. Unajua, ukitaka kujua usafi wa mtu usiangalie alivyovaa nguo iliyopigwa pasi na mafuta nazi aliyopaka na manukato, hapana. Angalia makucha yake. Makucha ya mtu inamzungumza vibaya sana, na makucha yake inamzungumza vizuri sana.
Kwa sababu mtu anapoona makucha yako ndio refu namna hii na ina uchafu, atauliza ndani ya akili yake tu, ndani ya moyo wake, ikiwa huyu bwana makucha yake refu hivi na uchafu namna hii, sehemu nyingine ya mwili itakuwaje? Wewe unajidhalilisha, unajiaibisha, wewe mwenyewe huna habari. Ndio unaona sifa ya mwanamke Muislamu inatakana akate makucha flat. Huko ndo kustaarabika. Sio hii hao wanaishi maisha machafu, hawana usafi wao. Dini yetu ni dini safi, na mbele ya Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwangalia mtu ambaye ni mtu msafi. Inna Allaha yuhibbu almutatahhirin, Mwenyezi Mungu anawapenda wale ambao wanaojisafisha. Kwa hivyo kupiga mswaki na samahani, kufuga makucha ni haramu katika maisha ya Muislamu, hafai kufanya hivyo. Swali nyingine anauliza, umeeleza kuhusu madhara ya ungangano, lakini ulitaja bado madhara mbili. Tafadhali tupe jibu. Ndio, okay, labda nimemfahamu mimi. Anasema kwamba labda ameona katika baadhi ya dini nyingine, anasema nimewahi kuzungumzia kuhusiana na madhara. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatuumiza ndani ya nyumba sisi, na sisi wengi wetu hatuna habari, lakini hawa ambao walirekodi walitoa moja tu, naye nilikuwa nimezungumzia kuhusu ungangano, nyingine hawakutoa. Sasa ndo anaomba jamani, tupe jawabu yale mawili yaliyobakia. Katika vitu ambavyo vinatuumiza ndani ya nyumba, ya kwanza ni ungangano nyeupe. Chochote ambacho kinahusiana na ungangano nyeupe, Muislamu inatakana achukue tahadhari, kwa sababu madhara yake ni kubwa kuliko faida yake. Ni ladha kwenye mdomo tu, lakini inapopenya kwenye tumbo inasababisha maradhi mengi sana, na mpaka inafunga choo. Na ndio tukasema kwamba wewe jaribu kujiepusha na ungangano nyeupe kwa muda wa wiki tu, utaona afya yako itakavyokuwa nzuri, hata ngozi yako itaboreka. Acha mambo ya mandazi haya, machapati nyeupe, boflo, kaimati, matobosha, mkate wa maji. Kwa muda wa wiki utaona vile afya yako itakavyokuwa nzuri. Na leo kama kuna kitu ambacho ni hatari, ni pizza. Vijana wengi wanapenda pizza, na kila bezi yake ile ikiwa nene ndio watu wanaipenda zaidi. Na ndio hiyo ukila wewe inakwenda kuziba choo kwanza, alafu inasababisha maradhi ya kansa. Madaktari wamethibitisha haya, wao wenyewe wanajua. Unajua ungangano ile ya brown whole meal, ungangano nzima ukatengeza naye shurba ya nyama, mkate wa mofa ya brown, mkate wa brown, mkate wa chapati ya brown, hii ni sawa hii. Lakini hii nyeupe hii imeshatolewa kila kitu ambacho binadamu anahitajia, ikawachwa faida ndogo sana ya kupa nguvu katika mwili, lakini hasara yake ni kubwa sana. Na hii naye tulielezea kwa urefu sana. Kwa hivyo nitakana tuchukue tahadhari sana. Tule wakati labda una hamu naye. Mfano leo umeamka asubuhi una hamu na chapati, pika chapati, pika mkate wa maji, mwambie mke wako akutengezee mahamri. Umekwenda ugenini, imepikwa chapati, kula. Lakini si kitu ya kula kila siku. Ukikula kila siku itakuja kukuangusha, na daktari ndo ambaye atakuja kukuzuia. Atakwambia kuanzia sasa usijaribu kukaribia hii, usikaribie hii, usikaribie hii. Na wakati huo ndio itakuwa ni hatari, kwa sababu umeshazoea. Na lao wewe utajichunga ukazuia hizi vitu vya unga nyeupe, ukawa unakula muda baada ya muda, utakula maisha yako yote mpaka kufa kwako. Lakini ukiwa wewe utaendelea kila siku ni mahamri chapati boflo, daktari ndio atakuja kuzuia. Sasa ya pili ambaye ndio nataka anauliza swali ya pili ni sukari. Kama kuna kitu ambayo inatuumiza ndani ya manyumba zetu ni sukari. Sukari ni kemikali, imetiwa madawa ndani yake hii, na ni kitu cha hatari ya ajabu. Na leo tukianza kuchunguzana hapa, kwa siku unatumia sukari kiasi gani? Utakuta kila mmoja wetu anatumia robo kilo ya sukari kwa siku, au nusu kilo, bila yeye mwenyewe kujijua. Ukianza kupiga mahesabu ya haraka tu, chai vikombe viwili asubuhi, kila kikombe ina vijiko vitatu ya sukari, vijiko 6 hiyo.
Chai ya saa 4 kuna vijiko vitatu nyingine, chai ya saa 10, chai ya usiku. Alafu kuna zile vitu ambavyo vinapikwa na sukari, tambi, mkate wa maji, kaimati, matobosha, mahamri, yanapikwa na sukari haya. Alafu kuna zile juice, maji matamu na juice ambayo tunanunua madukani kwenye fridge, soda za Coca-Cola, Pepsi Cola, mengineo haya, maji matamu, yote yamejaa sukari ndani yake. Sasa mtu akija kupima yote haya kwa siku ametumia sukari kiasi gani, unajikuta umetumia robo kilo au nusu kilo ya sukari kwa siku bila wewe mwenyewe kujijua. Na sifikiri kama kuna mtu ambaye leo anaweza akachukua robo kilo ya sukari akatia kwenye glasi alafu akamimina maziwa akakoroga akanywa. Hakuna mtu anaweza hiyo. Lakini kwa kuwa unatumia kidogo kidogo, wewe hujui, inakuumiza na wewe unaendelea tu. Ndio unaona wengi wetu hapa, hata wanaume wengi, vijana hasa, wanapenda mineral, wanapenda energy drink. Anasema inakupa nguvu. Energy maana yake inakupa nguvu. Sasa chupa ndogo kama hii ya energy drink imebeba sukari vijiko 16 ya sukari ndani yake. Hiyo energy, nguvu ambayo wanaikuambia wewe, ni kutokana na ile sukari. Wewe unakunywa unaona raha sana. Soda ya Coca-Cola na Pepsi Cola ina vijiko 7 ya sukari, tablespoon ya kula naye chakula, ile sio ya kukorogea chai, 7. Ndio unaona soda ya Coca-Cola ama Pepsi Cola ukimwaga kwenye majani inachoma majani. Ikiwa kuna sehemu kuna kutu inatoa kutu, inaosha choo zaidi ya vimu. Sasa ndani ya mwili wako itakuwa inafanya nini? Na yote ni sukari hii. Na sisi hapa ndio unaona kama lazima utumie kitu kitamu, tumia asali badili ya sukari. Tumia asali badili ya sukari. Na kama asali hakuna, tumia tende. Chukua tende punje 3, punje 5, punje 10, toa mbegu, tia ndani ya blender. Weka maziwa, blend, kunywa ikiwa hivyo wakati mwingine. Na wakati mwingine pika naye chai. Chai ya tende, kitu asili hii, kuliko hii sukari ambayo inatuumiza ndani ya nyumba zetu. Unajua sisi wengi wetu hapa tunakuja kuichunga afya yetu wakati imeshapotea. Sasa hivi mtu anaye afya yake wala hachungi wala hajali, lakini kishapotea sasa ndio unamuona anakuambia sukari sitaki, hii chakula sili, hii ungangano hainifai. Sasa unangoja mpaka afya yako ipotee ndio uanze kuichunga? Jamani, hii ni tunu Mungu amekupa, zawadi, ni neema ya Mungu. Inatakana uichunge afya yako, na lazima tuichunge afya yetu kwa sababu ya kumkaribia Mola wetu. Wewe ukiwa mgonjwa huwezi kumkaribia Mola wako inavyotakana. Dawa itakuwa inakulaza kila siku, utakuwa mgonjwa, utashindwa kuswali kwa wakati, utashindwa kufunga saumu za sunna, utashindwa kuamka tahajjud, utashindwa kwenda msikitini katika vikao kama hivi. Maradhi yatakuwa inakulaza wewe. Sasa ni muhimu kila mmoja wetu aichunge afya yake. Jambo la tatu ambaye inatuumiza ndani ya nyumba zetu ni mafuta. Hizi mafuta nyingi ambazo tunazitumia katika manyumba yetu ni mafuta za kemikali na zina madhara ndani yake. Ndio unaona Muislamu inatakana atumie mafuta asili. Mwili wa binadamu pia inahitajia mafuta inatakana, lakini mafuta asili kama vile mafuta nazi, mafuta ya simsim, mafuta ya zaitun, mafuta ya siagi, mafuta ya uto, mafuta ya pamba, nzuri hiyo kwa afya, ni nzuri. Umefahamu? Mafuta nazi unaweza ukanywa pia, ni nzuri kwa afya. Mafuta ya samli safi, umefahamu? Hizi ni mafuta ambayo ni asili. Ndio unaona binadamu anahitajia mafuta kwenye mwili wake, lakini mafuta asili. Binadamu mwili wake ikikosa mafuta inakuwa kavu, inakauka. Na sehemu kubwa ya mwili ambayo inahitajia mafuta kwa wingi ni bongo ya binadamu. Hii bongo yako inahitajia mafuta kwa wingi sana. Ndio unaona bongo yako ikikosa mafuta asili inakuwa kavu, inakauka. Ndio unamkuta mtu anazuba mbele ya watu, anashindwa kufikiria haraka haraka, anashindwa kutoa uamuzi, analala ovyo mbele ya watu kwa sababu akili yake imekuwa, bongo lake limekuwa kavu. Ndio nakumbuka zamani wazee wetu wanachukua kitambaa wanafunga kwenye kichwa hapa, inachukuliwa mafuta nazi au mafuta uto, unamiminiwa kwenye kichwa, nusu ya lita, yote yanapotelea mle ndani. Yote tumeacha haya leo Waislamu. Tumekwenda kutumia mafuta haya ambayo hatuna budi.
yanatuumiza ndani ya nyumba zetu. Wewe hizi mafuta za kemikali ambayo tunayatumia, ambayo hatuna budi. Mfano, wewe umepakua wali kwa mchuzi ya nyama kwenye sahani, ukaanza kula, ukala, ukashiba, ukawacha nyingine, ukafunika, ukaweka juu ya meza ama ndani ya friji. Haitopita nusu saa isipokuwa ile mafuta itaganda juu ya ile chakula. Na ndo namna wewe unavyokula hizi vyakula, hizi mafuta za kemikali na kwenda kuganda ndani ya mwili wako, na inaziba, inaleta cholesterol. Cholesterol maana yake inaziba ile pipe ambayo inaipeleka damu ndani ya moyo. Ndio unaona ndugu Muislamu, sisi Waislamu leo vyakula vingi ambao tunakula katika maisha yetu si kama walivyokuwa wanaishi wazee wetu. Wazee wetu walikula vitu asli. Nyingi hizi za kupandwa kwenye shamba ni kemikali, madawa, mbolea za kemikali. Vyakula vingi vina sumu ndani yake. Sasa hakuna kitu ambacho kitaondoa hii sumu ambayo tayari tumeshakula ndani ya miili yetu isipokuwa vitu vitatu. Ya kwanza ni kumuomba Mungu atuhifadhi. Kila mara muombe Mwenyezi Mungu akulindia afya yako. Na ya pili ni kufunga saumu za sunna, Jumatatu na Alhamis. Siku 2 kwa wiki, funga siku 5 kula kwa faida yako mwenyewe. Ayyamul bidhi sikupite kama ilivyokwisha katika wiki hii, tarehe 13, 14, 15 ya kila mwezi katika kalenda ya Kiislamu. Usiache hiyo. Ikiwa wewe uliweza kufunga mwezi mzima wa Ramadhani, siku 2 kwa wiki ni kitu gani? Siku 3 kwa mwezi ni nini? Lakini leo unawakuta wanawake wengi hawajali mambo ya kufunga saumu za sunna. Paka apatikane na ugonjwa wa kisukari ama ugonjwa wa moyo, anamwambia mwenzie, nasikia hii saumu ya sunna inasaidia maradhi ya kisukari hii. Sasa ndo anaanza kufunga. Hakuna ubaya, lakini kwa nini wewe ungojee mpaka afya yako ipotee ndio uanze kufunga jamani? Kwa nini usifunge kwa ajili ya kuilinda afya yako? Na ya tatu ni kufanya mazoezi. Lazima tuiharakishe miili yetu. Leo wengi wetu sisi hapa ni kula na kulala, kulala. Hakuna harakati yoyote. Na wengi wetu hata jikoni hapa tuingii. Kazi yote inafanywa na mfanyikazi, hakuna harakati yoyote. Sasa hii mwili ukiifuata inavyotaka itakupeleka mahali pabaya, lakini ukiiharakisha ukaifanyisha kazi itafanya adabu. Leo wanawake wengi wanaishi katika nyumba ya ghorofa, hawapandi ngazi, wanapanda lift tu. Sijui kwenu, gari inamngojea kwenye mlango, inampeleka mpaka mlangoni anakokwenda, akitoka tena anapanda mlangoni mpaka mlangoni, anaingia nyumbani, anapanda lifti. Hakuna harakati yoyote, hakuna mazoezi yoyote. Mtume swalla sallam alikuwa anakimbizana mbio na Bi Aisha radhiallahu anha. Siku moja Mtume amekwenda vitani, wanarudi, wameweka hema zao mahali, wakawa wanapakia, wanataka kuondoka. Mtume akawaambia maswahaba, tangulieni. Akabakia nyuma na Bi Aisha. Akamwambia Aisha, nataka nishindane mbio na wewe. Hivi kuonesha kwamba hii ni dini ambayo ina michezo ndani yake. Maana si wewe kazi yako ni kula kulala tu, unangoja mpaka daktari ndo aje akuambie. Mtume ashakuambia, wewe huamini mpaka tuje tuambiwe na madaktari, watu wengine wasiokuwa watu wa kawaida tu, ambao ni watu wa kawaida.